Karibu kwenye channel hii ya Nuhu Online TV. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Nakushukuru sana Nuhu Godfrey kwa kunipa nafasi hii ya kipekee. Mimi naitwa Denisi Jailosi, natokea hapa Kongo na wasalimia wote walioko Tanzania, Burundi na Rwanda wanaonisikiliza. Audio hii ipo YouTube. Napenda kuanza kwa kusema karibu sana kwenye Nuhu Online TV. Kama kawaida tunakuletea maarifa, mitazamo ya kibiashara na teknolojia ya kisasa. Leo tunajadili mada ambayo imechukua mioyo ya watu wengi duniani, Pi Network. Je, sarafu hii mpya ya kidijitali inaweza kufikia $100 mnamo mwaka 2025? Leo tunachambua kwa kina, bila upendeleo, kwa kutumia data, uchambuzi wa soko na maarifa ya kifedha. Sehemu ya 2. Pi Network ni nini? Historia na lengo lake. Pi Network ilianzishwa mwaka 2019 na timu ya wasomi kutoka chuo kikuu cha Stanford, wakiongozwa na Nicholas Kokolis. Lengo lao lilikuwa ni kuunda cryptocurrency ambayo inaweza kuchimbwa mined kwa kutumia simu ya mkononi, si kompyuta zenye nguvu kama Bitcoin. Hii ina maana hata watu wa kawaida duniani kote wanaweza kuwa sehemu ya mapinduzi ya kifedha. Takwimu za haraka hadi 2025. Zaidi ya milioni 50 wamesajiliwa. Imeenea katika zaidi ya nchi 200. Ina node system ya blockchain ambayo iko katika majaribio testnet. Malengo makuu ya Pi: kuwapa watu wa kawaida nafasi ya kumiliki crypto, kujenga mfumo wa malipo rahisi duniani kote, kuwezesha uchumi wa kidijitali katika nchi zinazoendelea. Sehemu ya 3. Bei ya Pi inawezekana kufikia $100. Hili swali tunalolijadili linahitaji kuelewa vigezo mbalimbali vya kiuchumi. Sababu zinazowezesha ifikie $100. Community effect. Kadri watumiaji wanavyoongezeka, thamani ya Pi huongezeka. Hii ni kanuni ya network effect. Mfano mzuri ni Facebook au WhatsApp. Scarcity, upungufu. Supply ya Pi ni ya kudhibitiwa. Kadri watu wanavyochimba, mgao unapungua. Halving events. Hii ni kama ilivyokuwa kwa Bitcoin. Adoption na matumizi. Kama wafanyabiashara wataanza kukubali Pi kama malipo, mfano maduka, hoteli, huduma, basi demand itaongezeka. Listings kwenye exchanges kubwa. Ikiingia rasmi kwenye platforms kama Binance, Coinbase, Kraken, huongeza uaminifu na thamani. Changamoto zinazoweza kuzuia. Bado haijaanza fully mainnet, inatumia testnet hadi sasa. Ukweli kwamba hakuna bei rasmi, watu wanabadilishana tu kwenye OT kwa bei ya makubaliano. Hakuna uhakika kama itapata ruhusa za kisheria katika baadhi ya nchi. Kuna hofu ya kuwa ni hipe, mradi wa muda tu usio na sustainability. Sehemu ya 4. Je, itafikiaje $100? Scenarios za kibiashara. Scenario ya maendeleo chanya. Pi inaanzisha soko lake rasmi, Pi Mall. Inaanza kutumika katika biashara halisi kama Amazon ya Pi. Mamilioni ya watu wanaitumia kwa manunuzi kila siku. Bei inasogea kutoka $1, $10, $50, $100 katika kipindi cha miaka 2-3. Scenario ya kawaida. Pi inapata listings ndogo. Inaendelea kukua taratibu. Bei inasogea hadi $5 au $10 kufikia 2025. Scenario ya hatari. Project inakwama kwa sababu za kisheria. Watu wanaacha kuchimba. Bei haifiki hata $1. Sehemu ya 5. Tofauti na cryptos nyingine. Bitcoin inaonekana kama dhahabu ya kidijitali, lakini ni ngumu kuchimba. Ethereum inatumika kwa smart contracts. Pi Network inalenga mass adoption, watu wa kawaida kutumia kwa matumizi ya kila siku. Sehemu ya 6. Ushauri kwa watumiaji. Kwa wachimba Pi: endelea kuchimba hadi itakapopatikana kwenye soko rasmi. Usihadaike kuuza kwa bei ndogo mapema, odds za $1 au chini. Fuata habari rasmi kutoka kwa Pi team, si kila group la WhatsApp. Jifunze kuhusu wallets, blockchain na jinsi ya kutumia crypto kwa usalama. Sehemu ya 7. Hitimisho. Je, tufanye nini?
Kwa kumalizia, ndoto ya Pi kufikia dola 100 siyo ndoto ya ajabu lakini inahitaji muda, kazi na ushirikiano wa dunia nzima. Kama unamudu kuchimba, endelea. Kama unataka kuwekeza muda wako, fanya hivyo kwa maarifa. Na sisi hapa Nuhu Online TV tutaendelea kukuletea updates zote muhimu kuhusu Pi na dunia ya cryptocurrency kwa ujumla. Kama umependa semina hii, bonyeza like, share video hii na usisahau kusubscribe kwa updates zingine nyingi za maana.